Naam, shukrani sana kwa kuendelea kusalia nasi, na ikiwa wewe ndo kwanza unaungana nasi, sasa ni habari za biashara na uchumi. Mkoa wa Tanga umejipanga kuongeza kuchangia pato la taifa kupitia vivutio vya utalii vilivyopo, ambapo kwa sasa nafasi ya 6 kwa kuchangia kiasi cha shilingi trilioni 9.8. Taarifa zaidi na Raya Kipingu. Mkuu wa mkoa wa Tanga Balozi Dr. Batilda Buriani anatoa taarifa hiyo wakati akizungumza na waandishi wa habari kuhusu mipango ya maendeleo ya kimkoa, hususan sekta ya utalii. Sisi tuna imani mchango wetu sio tu tutakuwa na namba 6 kama ambavyo tuko sasa katika kuchangia pato la taifa, lakini lengo letu ni kufika namba 2 baada ya Dar es Salaam, na iona Tanga ikiwa namba 2 baada ya Dar es Salaam. Tuna fursa hiyo ipo, lakini na kwa maana ya rasilimali za kutuwezesha tukafika pale tunazo, na nafasi hiyo kwa maana ya watu, ardhi, lakini pamoja na vivutio mbalimbali ambapo vipo vinatusaidia kabisa kuhakikisha kwamba tunafika katika azma hiyo ya kuchangia pato la taifa kama mkoa wa 2 baada ya Dar es Salaam. Aidha, akaeleza ushirikiano kati ya mkoa wa Tanga na Zanzibar kupitia eneo la Kipumbi na hifadhi ya taifa ya Saadani, ambapo kuna fursa za fukwe za bahari. Kuanza kujenga mashirikiano na wenzetu wa Zanzibar. Hivi sasa watu wanatamani kupata maeneo mapya yakiwemo maeneo ya mkoa wetu wa Tanga. Kwa hivyo tunakwenda kualika wenzetu, lakini kujifunza kwa wenzetu jinsi walikushaanza. Dhamiria kwa dhati kuunga mkono juhudi za Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ajili ya kwenye sekta nzima ya utalii. Dhamira yetu ya dhati ni kuifanya Tanga kuwa daraja, yani watalii wakitoka Zanzibar basi wapitie Tanga kwanza, kisha waende mikoa ya kaskazini, hususan Kilimanjaro, Arusha na Manyara. Mkoa wa Tanga una kilomita za mraba zaidi ya 200 za fukwe ya bahari ya Hindi. Kutoka Tanga, Raya Kipingu, Channel. Bodi ya korosho imepanga kuajiri vijana 300 ili kusaidia huduma za ugani katika kilimo cha korosho, ikiwa ni mkakati wa kuongeza uzalishaji zaidi na kuwaongezea nguvu maafisa ugani waliopo ambao kazi yao imeonyesha mafanikio katika kuendeleza zao hilo. Mwandishi wetu Adam Malima anaripoti. Kupitia mpango wa Jenga Kesho Iliyo Bora, yani BBT, bodi ya korosho nchini iliajiri kwa mkataba vijana 511 ambao walisaidia wakulima kujua sayansi ya uchumi kilimo na uzalishaji wa zao la korosho ukaongezeka. Msimu uliopita zaidi ya tani 600,000 za korosho zimezalishwa hapa nchini. Mafanikio hayo na jitihada za vijana wanaopenda kukuza uchumi wa taifa inafanya bodi ya korosho kuona umuhimu wa kuajiri kwa mkataba vijana wengine 300 ili kusaidia wakulima kuzalisha kwa wingi korosho, ambapo msimu huu kwa mwaka 2026-2027 malengo ni kuzalisha zaidi ya tani 750,000. Sisi tumeendelea kutekeleza mpango wa Jenga Kesho Iliyo Bora, na ni kwamba hata mwaka unaokuja tutaendelea kuwatumia vijana. Tumewapa tena mkataba wa mwaka mmoja, na mwaka tutaendelea tena kuongeza. Sasa kutoka 511 tunataka tuongeze 300, sasa wafikie 811 kwa sababu tulishawekea kwenye bajeti na Mheshimiwa Waziri alisharidhia. Sasa tunaenda kutekeleza tu kuanzia tarehe 1 Julai 2026 mwaka huu. Serikali mkoani Mtwara inataka maafisa kilimo hawa pamoja na kuwafundisha sayansi ya uchumi kilimo kwenye zao la korosho wawafundisha wakulima kuona umuhimu wa kulima mazao mengine. Kwa hiyo pia tukawahimize na kuwashawishi wananchi, sio kwamba unalima korosho tu basi, hiki kipande hiki unaweza ukalima mahindi, hiki kipande hiki unaweza ukalima kitu fulani, ili hata faida wanayopata inakuwa kubwa. Katika kata yangu, kata Nalendele, kulikuwepo na uzalishaji wa mwaka 2025 ambao ilikuwa ni tani 500, na nilipofika katika kata yetu hiyo Nalendele tuliweza kuongeza uzalishaji hadi kufikia tani 600. Kutoka mkoani Mtwara, Adam Malima, Channel 10. Na mwisho wa habari za biashara na uchumi. Esther Mtewe atakuwa hapa kwa ajili ya habari za michezo na burudani.